الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Neno ghafla katika Qur'ani limekuja mara 5, na ghafla imefasiriwa kuwa ni ile hali ambayo mwanadamu anapoteza umakini wake katika mambo yaliyo muhimu sana, au anapoteza umakini wake kwa kufuata matamanio ya nafsi yake. Bali wanazuoni wakatuambia neno ghafla na neno la kusahau yanaonekana yanafanana, lakini tafsiri na maana ni tofauti. Kusahau ni ile hali inayomkuta mwanadamu iko nje ya uwezo wake, ni sehemu ya ubinadamu, na kwa hivyo mtu haadhibiwi kwa kusahau. Lakini ghafla ni ugonjwa mbaya kabisa ambayo tunatakiwa tujiepushe nao, na Mwenyezi Mungu ametuambia hili katika Qur'ani pale aliposema baada ya bismillahir rahmanir rahim, wala takum minal ghafilin, kwamba usiwe miongoni mwa wenye kughafilika. Tafsiri na maana nzuri ya kuelewa kughafilika ni pale mtu anapokuwa anajua wajibu wa sala, anajua kukosa sala ya faradhi uzito wake ukoje, anasikia adhana na watu wanaswali, anasikia lakini haendi kuswali. Huku ndo kughafilika. Anajua madhara ya madhambi au maasi ambayo anajua na anafanya. Huku ndo kughafilika. Pengine unaweza kutolea mfano mzuri kwa wale wenye maradhi ambayo kwa maradhi yale wamezuiwa vyakula fulani fulani wasile. Anajua, amemsikia daktari, anaelewa, lakini bado chakula kile kikisogea anakula. Huko ndo kughafilika, ambako kumefasiriwa kughafilika ni ugonjwa unaoingia kwenye moyo wa mwanadamu, unamsahaulisha yale ya wajibu juu yake katika kumtii Mwenyezi Mungu, anasahau akhera, anashughulika zaidi na ulimwengu. Kughafilika kuko kwa namna nyingi. Miongoni mwa aina za kughafilika ni huko tulikosema kughafilika katika anaghafilika mtu, anaacha kumwabudia Mwenyezi Mungu, anaacha kuzingatia yaliyo muhimu. Mfano ni yale maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika surati Yunus aya 92. Mwenyezi Mungu anasema baada bismillahir rahmanir rahim, wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun, wengi katika watu kunako aya zetu wanaghafilika. Anasema Mwenyezi Mungu sehemu nyingine tena baada bismillahir rahmanir rahim, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, watu hesabu yao imekaribia, kiyama kimekaribia, lakini wao wameghafilika kabisa, wala hawana habari ya hilo. Wameghafilika wakapuuza wameumbwa kwa ajili gani. Wameghafilika wakaacha yale waliokatazwa badala ya kuyawacha wakayafanya. Wameghafilika kama kwamba wao wameumbwa kwa ajili ya dunia, kwa hiyo lazima wapate kila kitu hapa, mengine yote wameghafilika nayo. Mwenyezi Mungu anatuambia, anatukataza, wala takum minal ghafilin. Sisi hatupaswi kuingia kwenye ugonjwa wa kughafilika. Tuhame kabisa huko,
tuzingatie, tuyape uzito yale ambayo Mwenyezi Mungu anataka tuyape uzito, tushikamane na kumwabudia, tusighafilike na kumwabudia Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wenye kusikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. والله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika suratul Jathia aya ya 8, Mwenyezi Mungu anaeleza sifa ya mtu huyu. Mwenyezi Mungu anasema baada bismillahir rahmanir rahim: yasma'u ayati llahi tutla alayhi, anasikia aya za Mwenyezi Mungu zinasomwa kwake, ima zinazokataza au zinazoamrisha. Thumma yusirru mustakbiran, kisha anang'ang'ania kwenye alichokuwa nacho kwa kibri. Kaan lam yasma'ha, kama vile hakusikia chochote katika hizo aya. Mwenyezi Mungu anasema mtu huyu, fabashirhu bi'adhabin alim, mpe habari ya adhabu yenye kuumiza itakayompata. Ukisoma aya hii unaweza kuona ni mambo yaliyotokea karne nyingi sana zilizopita, lakini ili tuielewe vizuri, tuiishi Qur'ani. Jikague wewe vizuri unaposoma au unaposomewa aya za Mwenyezi Mungu, kwenye yale ambayo Mwenyezi Mungu anaamrisha yafanywe, ukisomewa unayafanya? Kwenye yale ambayo Mwenyezi Mungu anakataza, wewe unayawacha au unasikiliza alafu unaendelea kama hakuna ulichosikiliza, badala ya kuona ni jambo lililotokea miaka mingi iliyopita, ilete katika maisha yako ya kila siku. Inaposomwa Qur'ani, unapoisoma Qur'ani na wewe namna unavyoishi inaendana, kwamba yanayokatazwa unawacha, yanayoamrishwa unayafanya. Kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu anatutaka tunapoisikiliza Qur'ani, tunapoisoma Qur'ani kwenye sala au inaposoma kwenye khutba, tuwaidhike nayo, tuzingatie. Mwenyezi Mungu anatuambia wadhkur rabbaka fi nafsik, wewe unayesikiliza Qur'ani inasomwa kwako, mkumbuke Mola wako ndani ya nafsi yako kwa kuzingatia kinachosomwa. Kwa hali gani? Tadarruan, fanya hivyo ilhali unanyenyekea kwa Mwenyezi Mungu. Wa khifatan, na ilhali unawoga kwamba usiingie katika adhabu za Mwenyezi Mungu. Tena waduna aljahri min alqawl, sio lazima iwe kwa sauti.
kimya kimya ndani ya moyo wako, ndani ya nafsi yako, wakati Qur'ani inasomwa, mkumbuke Mola wako. Kuwa makini kuzingatia kinachoamrishwa. Tena fanya hivyo bilghuduwi wal asal, asubuhi na jioni. Mwisho, wala takum minal ghafilin, usiwe miongoni mwa walioghafilika. Qur'ani inakataza riba, unasikiliza, ukitoka pale kaan lam yasmaa, kama hukusikia chochote. Qur'ani inakataza dhulma, unasikiliza, ukitoka pale kama hukusikia chochote. Kila ambacho Qur'ani inakataza unasikia, unasikiliza, alafu unaendelea. Kila ambacho Qur'ani inaamrisha unasikiliza, unaelewa, kisha unaendelea na maisha yako. Kama Mwenyezi Mungu anasema kuhusu huyu, yusirru mustakbiran, anang'ang'ania tena kwa kibri, kaan lam yasma'ha. Sisi tusiwe katika watu hao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema, wanaosikiliza maneno na wakafuata aliyokuwa mazuri. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika, na akamalizia kwetu sisi kwa kutuambia, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، خصوصا منهم امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق، امير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب، وبقيه العشر بشرين بالجنه وعن ازواج نبيك وعمي وسبطه ذوي الاخلاص والصفا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.